Lengo kubwa la kampeni hii ni kuondoa dhana iliyokuwa imejengeka kuwa Wanasongwe, wafanyabiashara wa Songwe, uwekezaji sio tu kwa ajili ya wageni. Uwekezaji ni kwa ajili ya Watanzania na wageni. Na sisi kama mamlaka ya uwekezaji tungependa kwa kweli sehemu kubwa ya uwekezaji ambao tunauhamasisha na kuvutia uwe kwa ajili ya Watanzania, na hilo litakamilika na kutimia kama Watanzania watatumia vizuri hizo fursa. Kampeni ya uhamasishaji wa uwekezaji wa ndani kwa lengo zima la kuondoa dhana ya kwamba mwekezaji lazima awe mtu wa nje au mzungu au awe na kalakala fulani. Sasa kwa sababu hizo tukasema kwamba ni vyema tukakutembelea kama hivi kwa mmoja wao, walau kuhamasisha Watanzania wengine pia watambue kwamba uwekezaji sio lazima uwe mtu wa nje, hata wa ndani anaweza, na sisi kama Tanzania tunaweza. Mkoa wetu wa Songwe tayari umetenga maeneo yapatayo 16 yenye hekari zipatazo 4204, na kati ya hekari hizi tayari zaidi ya 70% tayari maeneo hayo yamepimwa na yametengwa kwa ajili ya kufanya uwekezaji kwenye sekta ya viwanda. Kwa hiyo tuna fursa kwenye eneo la uzalishaji wa mazao ya kilimo, tuna fursa kwenye eneo la uchakataji na kuongeza thamani mazao ya kilimo. Tuna fursa kwenye maeneo ya viwanda na biashara, tuna fursa kwenye eneo ya sekta ya madini, lakini tunazo fursa zingine nyingi sana ambazo bado zinahitajika watu waweze kuwekeza. Kama tunavyojua kwamba mkoa wetu sisi ni mpya, kwa bado kuna fursa za uwekezaji kwenye ujenzi wa mahoteli, kumbi za mikutano kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za kimkoa, lakini na shughuli zile za kitaifa. Na nahamasisha Watanzania wenzetu wasisahau kwamba serikali ipo kwa ajili yao, lakini pia wasisite kuiomba serikali kama kupitia TISEZA. Naamini bado tena mmeturahisishia mno nionavyo mimi sasa, sababu mwanzoni ilikuwa ni kwamba unatakiwa uwe na kibali cha TIC, lakini pia uende EPZA. Sasa hivi vibali viwili kuvitafuta katika location tofauti, wakati mwingine na kupotezea muda sana. Kwa sasa naona serikali imetupunguzia mzigo wa kuhangaika kwenda huku kwenda kule. Kwa hiyo Watanzania wenzangu wafahamu kwamba mazingira yamerahisishwa zaidi na watu wanaweza kupata huduma wakati wowote za kiuwekezaji. Kwa hiyo nashauri Watanzania wawe na uthubutu, tusijifiche sana, tuwe na uthubutu. Kupata kunahitaji pia wanasema you have to dare to try. Daring is one of the steps towards being successful. If you cannot dare, then you will never manage to do anything. Kwa hiyo mimi nashauri watu wathubutu. Uthubutu utatusaidia sana kuweza kufika mbali. Lakini pia tukithubutu sisi wa Tanzania tunajengeana uwezo sisi kwa sisi, na hivyo hata income inayopatikana inabaki ikijenga Tanzania. Tunashauri pia wawekezaji kutoka nje waje, lakini kama wakija na sisi tukipatina nao kama ambavyo nimefanya mimi, tunasababisha retention ya sehemu kubwa ya mradi na mtaji kubaki ndani ya nchi kwa manufaa ya wananchi. Bongo Play TV.